Waziri wa Ulinzi wa Marekani Pete Hegseth amesema hakuna muda uliowekwa kumalizika kwa vita vinavyoendelea nchini Iran. Na katika michezo na burudani, kuelekea mchezo wa NBC Premier League kati ya Simba SC dhidi ya TRA United unaotarajiwa kupigwa kesho Machi 22 katika uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo, wenyeji wa mchezo huo Simba wameeleza maandalizi yao juu ya mchezo huo. Habari mtazamaji wa UoI Digital popote pale unapotufuatilia. Hujambo na karibu katika taarifa ya habari. Jina langu ni Glory Pasco. Waziri wa Ulinzi na Usalama Chuo Kikuu cha Iringa amewahakikishia wanafunzi ulinzi na usalama kipindi chote cha mitihani. Ainet Kikoti anatujuza zaidi. Amebainisha hayo alipokuwa akizungumza na UoI Digital ambapo wametoa miongozo ya ufanyaji mitihani ya chuo kwa wanafunzi na kueleza mikakati na njia wanazozitumia kuzuia udanganyifu katika kipindi hicho. Notes zinakuwa zimeshatolewa kwa kila mwanafunzi na kwanza zifahamu kwamba nikifanya hiki kitanisababishia hiki. Pia instruction ambazo zinakuwa kwenye mtihani mwanafunzi anasoma kabla hajaanza mtihani, hivyo zinamsaidia pia mwanafunzi kujua sitakiwi kufanya hiki, endapo nitafanya kitanikuta hivi. Pia na mikakati ambayo chuo imeweka, mwanafunzi anaingia ndani na chuo anajua kabisa endapo nitafanya udanganyifu wa namna yote inaweza kupoteza masomo, na endapo nilipoteza masomo nitapoteza ndoto zangu. Aidha, ameeleza madhara yatokanayo na udanganyifu kwa wanafunzi wanapokuwa kwenye kipindi cha mitihani, ikiwa ni pamoja na kusimamishwa kuendelea na masomo kwa miaka 3. Concentration anapokuwa kwenye chumba cha mtihani pia anaweza kufanya apoteze masomo. Inaonyesha kwamba endapo atabainika kwa namna yote anafanya udanganyifu kwenye chumba cha mtihani anaweza kupoteza masomo, pia anaweza kufukuzwa chuo. Kwa upande wa wanafunzi, wamesema kuwa wanashukuru uongozi wa chuo kwa kuimarisha na kusimamia usalama, hali inayowafanya kuwa na amani katika kipindi chote cha mitihani. Kwa njia moja au nyingine, kiukweli imekuwa na changamoto kubwa watu kuibiwa na simu zao au vifaa vyao nje na ndani ya maeneo ya chuo. Serikali wa wanafunzi iweke mikakati ya kuweza kuhakikisha ulinzi ndani ya hosteli pamoja na wanafunzi wanaokaa nje ya chuo. Kiukweli kipindi cha mtihani kwa maoni yangu mimi naona ulinzi na usalama uko vizuri, kwa sababu ukizingatia wasimamizi wale wa mitihani wanatukagua vema, wanazingatia kwamba usiingie na vitu vyovyote ambavyo vitapelekea ufujaji wa majibu. Na haya ndo maoni waliotoa waziri pamoja na wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Iringa kuhusiana na ulinzi na usalama katika kipindi hiki cha mtihani. Nikiripoti kutoka hapa Chuo Kikuu cha Iringa, ni mimi Ainet Kikoti, UoI Digital. Mkufunzi msaidizi Chuo Kikuu cha Iringa, idara ya Mathematics na TEHAMA, ameeleza athari hasi na chanya ya mitandao ya kijamii kwa wanachuo na kuwaasa kuitumia vyema kitaaluma. Rachel Mbila anatuarifu zaidi. Hayo ameyazungumza katika mahojiano na UoI Digital. Ameeleza namna mitandao ya kijamii ilivyo na athari chanya kwa wanafunzi wa chuo, ikiwemo kuwawezesha wanachuo kujiajiri wenyewe na changamoto zinazosababishwa na matumizi mabaya ya mitandao, hivyo kama kutumia muda mwingi katika mitandao pasipo mipaka. Amesisitiza ni vyema wanafunzi wakatumia vyema mitandao ya kijamii ili kuepukana na uraibu wa mitandaoni, ikiwa ni pamoja na kutenga muda mzuri wa kujifunza na kufanya shughuli nyingine za uzalishaji. Mimi kwanza kwa kweli nitakuwa kidogo tofauti. Mimi nawaambia waende sana kwenye mitandao ya kijamii kwa sababu kuna mengi ya kujifunza, lakini sasa ndio wajichunge. Kwenye swala la kujichunga ni swala muhimu. Waende sana kwa sababu kuna mambo mengi sana ya kujifunza, mambo ya teknolojia hapo nazungumza, lakini pia tunapata habari za kidunia. Sasa hivi naweza nikaingia Instagram nikakata na wanafunzi wangu darasani tukaangalia Israeli wanasemaje. Pia tukaangalia Israeli wanatumia teknolojia gani. Mimi sasa ni mtaalamu wa mambo ya kompyuta. Kwa hiyo unaweza kukuta kumbe hata kuna taaluma zingine wenzetu wanatumia katika za kompyuta katika vita zao. Tunapata kujifunza, lakini wanafunzi pia anapata kujifunza hizo fursa mbalimbali za kibunifu lakini na za kielimu. Na wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Iringa wameeleza faida na hasara za mitandao ya kijamii na namna wanavyoitumia katika kuendesha na kujiendeleza kitaaluma na katika maisha yao kwa ujumla. Kiukweli mimi kwa upande wangu mitandao ya kijamii imeniathiri kwa upande mdogo, sio sana. Kwa mfano darasani, nikiwa darasani
nimepewa maswali, sina uwezo ule wa kuanza kufikiria kwamba eti nitafute jibu kwa kutumia kichwa changu mwenyewe. Hizi ndizo athari hasi na chanya za matumizi ya mitandao. Nikiripoti kutoka Chuo Kikuu cha Iringa, mimi ni Rachel Mbila wa UoI Digital. Shukrani sana Rachel kwa taarifa hii. Mtazamaji, taarifa ya Rachel inatukamilishia habari za kitaifa. Tupate mapumziko mafupi na tukirejea ni wasaa wa habari za kimataifa zitakazoletwa kwako na Dickson Sanga. Waziri wa Ulinzi wa Marekani Pete Hegseth amesema hakuna muda uliowekwa kumalizika kwa vita vinavyoendelea nchini Irani, huku mashambulizi yakizidi kushika kasi. Kauli hiyo inakuja takriban wiki tatu tangu Marekani kwa kushirikiana na Israeli zilipoanza mashambulizi katika mji wa Tehran, zikilenga kuzuia Irani kutengeneza silaha za nyuklia. Mahakama nchini Tunisia imemhukumu mwanaharakati wa kupinga ubaguzi wa rangi Sadia Mosba kifungo cha miaka 8 jela kwa tuhuma za ubadhirifu wa kifedha, huku wakili wake akidai uamuzi huo una misingi ya kisiasa. Mwanamke huyo mwenye umri wa miaka 66 ambaye anaongoza chama cha UMT amekuwa rumande kwa karibu miaka 2 na haijulikana kwa kutetea wahamiaji kutoka kusini mwa jangwa la Sahara. Mosba alikamatwa mwezi Mei mwaka 2024 kwa tuhuma za utakatishaji fedha na kujipatia mali kinyume cha sheria, ingawa imekanusha makosa hayo pamoja na wanachama wengine wa shirika lake. Wakili wake ametangaza kuwa watakata rufaa kupinga hukumu hiyo, huku akieleza kushangazwa na uamuzi wa mahakama hiyo. Asante sana Sanga kwa habari hiyo. Mtazamaji, hii ni taarifa ya habari kutoka hapa UoI Digital. Tuungane na Sheila Baraka katika habari za biashara na uchumi. Katika kipindi cha mvua hali ni mbaya kutokana na mazingira ya miundombinu kuwa mabaya, hali inayobainisha kushindwa kufanya biashara vizuri. Aidha, wameiomba serikali kuweza kuwapatia mikopo yenye riba nafuu itakayowasaidia katika biashara zao na kuwahimiza wafanyabiashara wengi kurudi katika maeneo maalum ya biashara waliopangiwa na serikali. Ya kwanza ndio hiyo hapo, kama mvua ikianza kunyesha asubuhi, unakuta mvua pengine imeanza kunyesha saa 11 ya asubuhi. Sasa wewe ratiba yako kutoka nyumbani kuja kazini ni saa 12 kamili ndio uwe kazini. Lakini kwa sababu mvua imeanza saa 11 na pengine ikaisha saa 2 au saa 3, tayari unakuwa nje ya muda wako ambao wewe umejipangia. Umetikia wateja upo lakini sio mkubwa. Sisi tunachohitaji serikali, cha kwanza itusaidie kama kuna uwezekano wa kupata mikopo kama machinga tuweze kupata mikopo. Kutokana na mvua mzunguko kidogo umekuwa sio mzuri. Pamoja na kuwa mzunguko sio mzuri, lakini sisi ni wa machinga ambayo tulitolewa mjini tukaja huko. Kwa hiyo tulivyotoka kule hatujatoka wote, na serikali kila mara imekuwa ikisema itatuleta wote huko, lakini tunaona sijui imeshindwa, sijui imeuza, hatuelewi. Kwa hiyo ina maana hata wateja wanakuwa wanagawanyika. Nao baadhi ya wanunuzi wameshukuru serikali kwa uwepo wa soko hilo na kueleza baadhi ya changamoto wanazokumbana nazo katika kipindi hiki cha mvua. Changamoto kubwa ni bei ya nguo, kutokana na nguo ambazo zinahitajika na hali ya hewa ya baridi Iringa. Changamoto nyingine ni wauzaji, kwa sababu wauzaji nao kutokana na ile hewa wanashindwa kuja kwa wakati kwenye ofisi zao. Licha ya changamoto zinazoendelea kuletwa na mvua, wafanyabiashara wameendelea kupambana ili kuhakikisha biashara inaendelea. Nikiripoti kutokea Samora, manispaa ya Iringa, ni mimi Sheila Baraka Marukunga wa UoI Digital. Na sasa ni wasaa wa habari za michezo na burudani, na tuungane na Baraka Moses kwa undani wa taarifa hizo. Yakiwa yamebaki masaa machache kuelekea mchezo wa NBC Premier League mzunguko wa pili kati ya Simba Sports Club dhidi ya TRA United utakaochezwa katika uwanja wa Meja Jenerali Samunyo jijini Dar es Salaam, kocha mkuu wa Simba Sports Club amezungumza na waandishi wa habari kuelekea mchezo huo, huku akisifu kiwango bora cha TRA United. We're looking forward to the game. TRA are a good team as they showed against with their performance against Yanga. But our preparations have gone well. We disappointed with the result midweek, and we know that we need to, improve our performance if we want to beat a team like TRA. So preparations, I think it's been a short turnaround. We only arrived yesterday, so we had a good training session yesterday. We'll have a good training session later today, but I think
The foundation of our preparation has been laid over the last few months. Pia kwa niaba ya wachezaji wa Simba Sports Club, Nixon Kibabage amezungumza kuelekea mchezo huo na amesema kuwa kila mchezaji anaelewa umuhimu wa mchezo huo, hivyo wamejiandaa vizuri. Niaba ya wachezaji wenzangu, kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Maandalizi yanaenda poa na tumejiandaa vizuri kwa sababu kila mchezaji anajua umuhimu wa mchezo wa kesho, kwa na imani tutafuata maelekezo ya mwalimu. Na kwa upande wa TRA United kupitia msemaji wao amesema swala la ratiba kwao si kikwazo na kuongeza kuwa Simba watafungika. Na hatulalamiki kuhusu ratiba. Tumecheza tarehe 18, 19 tumekuja Dar es Salaam, leo 20 tumefanya press, kesho leo 20 ngapi? 21, si ndio? Kesho 22 tunaingia wapi? Tunaingia uwanjani. Kodi, pasi mapato, pasi kila kitu. Pasi dress. Twende tukafunge kesho Simba Sports Club. Wanafungika weupe. Nimetazama mechi ya Simba na Pamba juzi. Weupe kabisa. Na mimi wao nilianza kwa sababu nilikuwa na ratiba nao battle, yani back to back. Nilianza kufuatilia kuanzia dabi. Ikumbukwe kuwa mchezo wa mzunguko wa kwanza kati ya TRA United dhidi ya Simba Sports Club uliopangwa ufanyike katika uwanja wa Sheikh Amri Abeid mkoani Arusha tarehe 14 mwezi wa 3 uliahirishwa kutokana na mvua kubwa ilionyesha na kusababisha uwanja huo kujaa maji, hivyo kikanuni mchezo huo kuhairishwa. Habari za michezo kitaifa ni mimi Moses Baraka, UOI Digital. Asante sana Moses kwa kutupitisha viwanjani. Mtazamaji, kabla ya kufikia tamati tujifunze kidogo lugha adhimu ya Kiswahili kwa msamiati wa leo kutoka kwake Sheila Baraka. Mtazamaji wa UOI Digital, karibu katika kipindi chetu pendwa cha msamiati wa leo, ambapo leo tumekuandalia msamiati wa neno honyoa. Je, unaelewa nini kuhusu msamiati honyoa? Twende tukasikilize wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Iringa, wao wanaelewa nini kuhusu msamiati wa neno honyoa? Mambo poa. Niko poa kabisa. Mtu akikueleza kuhusu msamiati honyoa, unaelewa nini kuhusu msamiati? Ninavyoelewa, honyoa ni kitendo cha kuondoa kitu kilichoharibika. Unaweza kutungia sentensi moja? Sentensi mfano, mama alionyoa shina lililoharibika. Asante pia. Habarini. Samahani, nahitaji kuuliza kuhusu msamiati honyoa. Unaelewa nini kuhusu msamiati? Mimi naweza nikajaribu kwamba honyoa naweza kusema ni kitendo cha kunyofoa au kuondoa kitu kwa nguvu au kwa ghafla. Asante. Unaweza kunitungia sentensi? Naweza kusema labda tembo alihonyoa nyumba na mti umehonyolewa na gari. Asante. Mtazamaji wa UOI Digital, tumetoka kuwatizama wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Iringa ambao wameweza kutoa maana ya msamiati wa neno honyoa, na maana halisi ya msamiati honyoa ni kuondoa au kutoa kitu kilichoshikamana. Nami ni kuachi na sentensi isemayo mama alionyoa shina lililoshikamana. Ni mimi Sheila Baraka Mwalukunga wa UOI Digital, tuwabariki kidigitali. Asante sana Sheila kwa kutufundisha kidogo lugha ya msamiati murwa kabisa wa Kiswahili, na hiyo ndio maana halisi ya msamiati honyoa. Nami na kuacha na sentensi isemayo watoto walionyoa karatasi kutoka kwenye ukuta. Mtazamaji, na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari kwa siku ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, ni kushukuru kwa kuwa nasi mwanzo hadi mwisho. Tukutane kesho panapo majaliwa. Jina langu ni Glory Pasco. Asante na kwaheri.